Kwa jina naitwa Haruna Swanga, ni bondia wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Niliwaahidi watu wa Msata kwamba nitawaletea burudani ya pambano la heavyweight na leo nawashukuru Mungu imetimia. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika siku ya leo. So nikuja kutangaza pambano hili ambalo litachezeka tarehe 28. Lakini pia nishukuru promotion ya Classic Promotion kwa kuweza kukubali wito wangu wa kutenda kuandaa pambano hili hapa. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitamshukuru Brigadier Myala afande wangu kwa kuweza kusupport kiasi kikubwa kwa kuandaa pambano hili mpaka hapa lilipofikia. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila pia kama sijamshukuru afande wangu Ali Lieutenant Colonel huyu ambaye ni OC wa Bendi Koi pale. Nilimpelekea wazo lakini Mwenyezi Mungu alijalia alilichukua na aliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa mpaka hii inafika siku ya leo. Lakini niweze kumwambia tu kwamba mpinzani wangu hiki kinachokifanya nakifanya kwa sababu ya maendeleo ya boxing. Kwa hiyo afanye mazoezi asiogope, aweze kutokea tarehe 27 hiyo kwenye kupima. Tarehe 28 tuweze kufight, kuweza kuendelea kufanya wito wa heavyweight kuweza kukua wengi. Nimwahidi tu kwamba nimefanya mazoezi ya kutosha na yafanye mazoezi ya kutosha tuweze kuonyesha mchezo mzuri kwa hao watu ambao wanakuja nyuma yetu. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila pia kwa kumshukuru mtu mmoja muhimu sana ambaye kwa watu wengi walimshamzoea kuwa anaweza kusimamia mipira, ni kiongozi wa mipira, tuseme kwa kumsimamia pale Simba. Lakini niseme kwamba nilimfika ofisini kwake mzee Azim Dewji na aliniweza kumuomba vifaa kwa ajili ya boxing na alinisaidia. Kwa hiyo pamoja na maandalizi haya niliyofanya ni vifaa vyake huyu mzee, Mungu aendelee kumweka sana kwa sababu nafanya mazoezi kwa kutumia vifaa vyake. Alinipa vitu vingi ambavyo vinahusiana na boxing na nimefanya mazoezi ya kutosha kupitia vifaa vyake. Kwa hiyo huko alipo aione interview na aone kama mimi namshukuru kama mzee wangu, asichoke kunisaidia na kunisendeleza kwa vitu vingi ambavyo vinahusiana na boxing. Kikweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kwenda kujitoa kwa sababu yangu mimi. Lakini pia niwaite wakazi wa Msata sasa, Chalinze, Bagamoyo, Kiwangwa na sehemu zote ambazo zinazunguka hii sehemu hapo, waweze kuja kwa RTS Kihangaiko, waweze kuangalia boxing ambayo inajiandaa kwa siku hizi. Kwa hiyo wanawakaribisha sana tarehe 28 tuweze kujumuika pamoja pale, waje waone ngumi. Kwa yote haya afande hajaweka kiingilio, alichukua mechi kama ya kwake na ameweka bure. Kwa hiyo watu wote sehemu yote walipo waweze kutokea waangalie ngumi bure. Ni sehemu yako kuchukua usafiri kuja pale RTS Kihangaiko kuangalia ngumi bure. Hii pambano limeshalipiwa na sisi tunacheza ngumi tukiwa tuko free. Kwa hiyo watu waje waangalie ngumi, waangalie bendi, waangalie Mwenge Jazz hiyo, waangalie RTS bendi, waangalie kitambaa cheupe, tuseme tabasamu bendi, waangalie ngoma za asili kutoka kikundi cha Bendi Koi. Kwa hiyo watakuepo watu wote hao, burudani hizo zipo, lakini kuja kuangalia vitu hivi vyote ni bure. Karibuni sana wakazi wa Msata na sehemu zote na vitangazaji vyake vyote. Kwa hayo niseme nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimefika siku ya leo, naomba aendelee kuniweka mpaka siku ya fight. Nashukuru sana. Mimi sio kwamba sijataka rematch na Ashraf. Yaani Ashraf alishanipigia simu kutaka kwamba bwana hii rematch naitaka kugombea tena huo mkanda. Lakini kilichotokea ni kwamba hizi kona zimekuwa nyingi. Alafu boss nilishamwambia atafute yeye mwenyewe. Tafuta boss tuje tupigane tu challenge mkanda. Lakini pamoja na Ashraf alishajitokeza mtu mmoja anaitwa Atana Sinuguzi. Ila leo ukimpigia simu anazima simu kwa kutetea huo mkanda. Kwa hiyo alijitokeza huyu bwana kwa sababu nilishampijaga mwaka jana. Huyu William Chedi nilishampijaga raundi ya 4 kama sikosei. Kwa hiyo nilimpiga huyu na anaona aje kujiuliza kupitia mkanda. Kwa hiyo mimi pia sichagui bondia. Bondia yoyote ambaye anataka kuchallenge mkanda aje. Sijui umenielewa. Kwa hiyo sijamkambia Ashraf. Ashraf namtaka muda wowote, saa yoyote. Kwa sababu mimi mazoezi ni chakula changu. Anaweza akawa sio shabiki wa mchezo wa ngumi kwa mtu anavyomuona kwamba anasimamia sana kwenye mipira. Yeye ni kiongozi wa Simba, lakini nilimfuata kumuelezea wazo langu kupitia mchezo wa ngumi. Alilipokea na alisupport kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ninachomuomba kama hana mawazo ya kuandaa ngumi au kuifikiria ngumi, na mvuta aweze kuingilia ngumi kwa sababu hata huku tunahitaji msaada wake. Sio mpira tu. Kwa hiyo nilimfuata akanikubalia na akanipa vifaa vya michezo kama hiyo ring boot akaona napanda, glove hizi alimetoa yeye. Kwa hiyo alipiga simu moja tu kwa Kasim Dewji na nikaenda kuchukua vifaa dukani kwake. Kwa hiyo kama anajua ngumi, kama anazifuatilia ngumi, lakini mimi nimetumia jukumu hili kwenda kumfuata aweze kuzipenda ngumi, na huku pia tunahitaji msaada sana kupitia ngumi.
Kwa hiyo anachokitoa kwenye mpira hata akileta kwenye ngumi kitatusaidia. Kwa hiyo namuomba asichoke kunisaidia kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo anavyo kama mtu mzima na mkuu wetu anaweza kunisaidia kupitia hii ngumi. Kwa hiyo anampenda michezo, sio anachagua michezo. Anaweza kapenda mpira lakini ngumi pia akaisaidia. Kwa hiyo nimependa tu kwamba nilimpelekea wazo la ngumi akalichukua lote. Kwa hiyo nimshukuru tu kwa kiwango alichonisaidia na asichoke kunisaidia, nitakwenda ofisini kwake. Heavyweight sio hazina mvuto, ndio ngumi ambayo inapendwa kwa nje ya nchi. Enzi za Tyson. Watu wote mapambano mengi ya heavyweight wanakamata watu. Hapa mimi nilichokigundua kwa boxing ya Bongo. Heavyweight wanajiweka nyuma sana. Promoter hawezi kukufuata bado. Promoter unajua wewe utakao umfuate ili aweze kuandaa mechi. Kwa kumshawishi kucheza hiyo heavyweight. Heavyweight wako 7, 8, 9. Sisi kupitia hao tunaweza tukaitengeneza heavyweight ikawa watu wengi, lakini wale wengi wanaangalia hapa, hawaangalii kule, inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo natoa tu wito kwa heavyweight. Wajitokeze, waje tupigane. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuisupport heavyweight. Kwa hiyo baada ya huyu atokee mwingine sababu harakati zangu za kuchallenge huu mkanda ni kuifikiria ubingwa wa Afrika. Ubingwa wa Afrika unaopata vipi? Ni kuchallenge mkanda ili uende kwenda mbele. Kwa hiyo heavyweight waje tupigane. Tusiangalie tu watoke magetoni waje. Mimi nawaambia leo hii watoke magetoni waje tupigane. Mimi ngumi muda wote napigana na bondia yoyote. Sababu sasa hivi target yangu ni kwenda kugombea wa Afrika. Nikimaliza huu nitakuwa niende nje au nitafute bondia wa nje kuja kuchallenge mkanda wangu kwa Afrika au kutafuta ubingwa wa Afrika. Sasa nitaendaje nje ni kuchallenge mkanda. Kwa hiyo nikimaliza kuchallenge mkanda nitakwenda wa Afrika. Sasa hivi mama amekuwa support boxing. Kwa mama na kadhalika. Lakini kwenye hiyo fight hajasikia majina ya mabondia wa kike. Watakuwepo ama nini tunatarajia kwenye hiyo fight? Mabondia wa kike leo huwaoni, lakini siku ya mechi utawaona kwa sababu wapo kwenye boxing lengi tumeshawaweka. Leo tu ndio siku ambayo tumekuja na mabondia wachache kama unavyoona, wao watacheza hii mechi. Lakini wanawake wapo na nimeweka kipaumbele cha buti 2 watacheza. Na wanawake ambao wako kiwango sijui na sehemu zingine zote waje waone wanawake wenzao wanavyoanza kucheza. Tunaiweka hii kwa sababu ya kusupport mama. Kama kuna KO ya mama, basi na mama ndo watuongoza. Tuweke na mabondia wa kike kwa ajili ya kumwakilisha mama. Kwa hiyo mechi ya kike ipo na ziko buti 2 ambazo zitapigana. Hii ni mechi ambayo sijiseme ni night fight, ni tafsiri Kiingereza au ni vipi, lakini ni mechi ambayo inafanyika usiku. Sasa night fight nini, lakini mechi inafanyika usiku. Kwa ile night inawakilisha usiku. Sina kingine cha kujibu hapo. Lakini kiukweli kwamba mimi nashauri sana mabondia ambao ni heavyweight ili usiendelee kudharaulika. Na ikaonekana hizo mabondia wa heavyweight hawapo. Njoo tafuta Swanga, tafuta nani tupigane. Ili watu wengine waweze unakosa unasema sasa hivi hapo unakosa mvuto. Haukosi mvuto. Ila nyie wenyewe mmejiweka nyuma. Atawachukua nani? Kwa hiyo hii Ashirafu amekuja. Amejaribu uwezo wake ameshindwa. Njoo bondia mwingine heavyweight tupigane. Kabla ya kwenda, yani nikimalizana na huyu kibarua chake huyu, atokee bondia mwingine yote fight iandaliwe mimi nacheza. Na baada ya hii hapa kuna Arusha. Na Arusha hapo kuna nataka kucheza na heavyweight. Kwa hiyo naendelea kuipromo nini? Heavyweight iweze kutokea. Kwa hiyo waje tupigane ili tuonekane kwamba na sisi tumo. Sasa kama hujaonekana kupitia Swanga utaogopa au kupitia nani utaogopa. Kinachotokea hapo ni kwamba tunaonekana mechi ya heavyweight haina mvuto, haipo, wanachukua weight ndogo tu, imeisha. Na mapromoter sasa hivi kwa Bongo hii wanaangalia mvuto wa mechi. Wanaangalia nani atakuwa na watu wengi. Sasa kama sasa hivi ninatua, na Mtonga, na Kikucha, na nani sijui, kuna nini nisifanye? Kwa hiyo fight hii hapa itabeba watu wengi sana. Sijui umenielewa. Kwa hiyo naomba tu heavyweight waje tupigane. Mimi kwenu inawasha kila siku. Toka nipigane na Ashirafu mpaka leo sijafanya mechi yoyote. Kwa hiyo mimi nataka tupigane na heavyweight. Kwa hiyo nawaita waje tupigane. Yoyote yule ambaye anaona baada ya mechi hapa aje tupigane. Hii mechi tuliyoiweka tumeangalia sana watu kuja kujitokeza kwa ajili ya kupata niseme ni mvuto wa mechi au ni vipi. Lakini kikubwa ni kwamba tunawahi kufungua kwa sababu burudani ni nyingi. Kama kuna burudani ya sanaa, kama kuna burudani ya muziki, kama kuna kwa hiyo mechi saa 11 saa 12 watu waanze kuingia. Ule ukumbi hawatajaa watu. Watu waendelee kuingia, tu waingie. Hatuna kipingamizi kwamba tunataka watu hao, hapana. Mtu yeyote ambaye anaweza kuja, chakula kipo, vinywaji vipo, waje wakae. Na amani ipo ya kutosha kwa sababu wale ambao watatoka kwenye sehemu mbalimbali wanaleta usalamavi pale na washauri wasilete kwa sababu
Kilichokuwepo pale ni ulinzi wa watu na mali zao na usalama utakuwepo. Sasa wewe unatoka huko na vitu vyako ambavyo havieleweki, mimi nakushauri kama uwezi usije. Lakini njoo upate burudani ya nani, atukangalie nani atakuja, nani asije, nani aende, nani asiende. Kwa hiyo njooni kwa watu kwa wingi, mjitokeze pale RTS Lukenge, muone ngumi. Kwa mgeni rasmi anaitwa Brigadier Myala ambaye ndio mkuu wa kikosi cha RTS Kihangaiko. Naitwa Yusuf almaarufu Kitambaa Cheupe. Mimi nawakaribisha sana wakazi wa Msata, Chalinze, Bagamoyo, Miono, Mandela, kote nawakaribisha waje siku ya tarehe 28 katika waje waone ngumi. Waje waone ngumi kwa sababu washazoea kuona zile ngumi za kupangwa. Bwana wewe utapigana na fulani, utapigana na fulani, fulani atashinda. Kwenye upande wa kiingilio ni bure. Wewe tu na usafiri wako na miguu yako kufika ile sehemu pale. Na katika upande mzima wa burudani tumewaandalia burudani ya kutosha. Kutakuwa kuna bendi ya RTS bendi, na pia kutakuwa kuna bendi ya Tabasamu bendi ambayo iko chini yangu mimi Kitambaa Cheupe. Lakini pia sambamba na hapo kutakuwa kuna watoto wa Bagamoyo Mlingotini Shanga 60. Wanaitwa Shanga 60 wenyewe. Au bwana ni hatari. Kwa hiyo sambamba na Shanga 60 pia kutakuwa na makundi ya dansa watakuja pale na vipaji mbalimbali hapa Msata, Kiwangwa, Chalinze, Bagamoyo vitakuwepo pale. Kwa hiyo mimi nawaalika wakazi wote ikiwezekana Tanzania waje waangalie. Kwa sababu tukisema Msata tutakuwa tunaangalia Msata, lakini sisi tunaangalia dunia sasa hivi. Sawa, kwa hiyo nawakaribisha watu wote waje, wasiogope. Kwa upande zima la usalama, kuna usalama wa kutosha. Kwa sababu lile ni eneo liko salama, ni Lukenge KK. Zamani ilikuwa inaitwa KK, lakini sasa inaitwa RTS Lukenge. Kwa nawakaribisha watu wote waje. Lakini pia nilikuwa naomba katika hayo mapambano ya ngumi, nilikuwa naomba wazazi waje kwa wingi, waje waone ngumi, ili mradi baadaye mtoto akikwambia bwana mimi nataka kuwa bondia, umkubalie awapende mchezo. Ni baa ambayo ni baa kama zile baa nyingine, lakini sisi huwa tunajishughulisha sana kuleta burudani. Kuleta burudani kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tunamleta msanii mkubwa. Kwa mfano tulianza na mzee wa Ngenga, Hassan Ali, tukaja tukamleta J Combat. Sasa hivi tumemleta Kivulande, na Jumamosi ya mwisho wa mwezi unaokuja tunamleta mzee Yusuf. Kwa baada ya mzee Yusuf tutatangazia tena tunamleta nani.